Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpendwa na mpenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama au Sharif Makarama kama ilivyokuwa maarufu. Usikum wa uswi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, na kusieni nami nayusia nafsi yangu kunako kumcha na kumtii Allah tabaraka wa taala, na kusambaza hizi klipu kwa watu tofauti tofauti, kwa wale mnaowapenda. Ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika, pendelea kheri kwa yale ambayo unayoyapenda katika nafsi yako. Hii ni kauli ya habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakistafidi na wakanufaika kwa kile ambacho wewe umekifanya kwa kusambaza na kushare, lakini pia komenti zilizojaa kheri na amasa kwa wale ambao wanaohitajia juu ya kheri hizi ambao tunazisema. Basi hasa Mwenyezi Mungu atakulipa kila lililo lenye kheri na saada kubwa. Na kwa nini nakwambieni mzisambaze darasa zetu hizi? Hatutoi tu darasa hizi kwa sababu tumefurahi, tumeamua kuzisema, lakini ni tambihi, ni kukumbushana, ni tafkira liuli albabi, kwa watu wenye akili na wenye maarifa yaliyotulizana, ili wakisikia kama kuna mtu yupo katika njia ambayo si salama achukue tahadhari. Na ndio maana tukaambiwa khudhu khidhirakum, chukueni tahadhari zenu katika baadhi ya mambo, kwa sababu kuna mambo mengine yanaweza kukupelekeeni katika hatari kubwa, kuangamia na kuharibikiwa katika maisha yenu. Kwa mfano, juzi hapa kuna mtu mmoja alikuwa kajifungia katika chumba chake. Baada ya kujifungia katika chumba chake, alilokuwa amelidhamiria lilikuwa ni baya sana katika maisha yake. Alikuwa ameandaa sumu yake ya panya, akawa anamsubiria mtoto atoke shule. Baada ya mtoto kuwa ametoka shule, amuandalie chakula, lakini chakula kile akitilie ile sumu ya panya, yule mtoto anywe afe, lakini baada ya hapo na yeye pia aweze kunywa sumu ile ili na yeye aweze kufa, kwa sababu ana mtoto mmoja. Na dhiki anayopitia ni tabu, wallah wabillah, namshuhudilia Allah tabaraka wa taala. Na kama atakuwa anaona klipu hii ya leo, basi anaweza kashusha komenti yake. Bahati nzuri yuko chumbani akiwa na mawazo, akiperuzi baadhi ya mitandao ya kijamii, ghafla klipu yangu ikapanda, akakaa akaitazama. Yule mwanamama alichukua simu, nakumbuka alipiga zaidi ya mara 10, kwa sababu simu zilikuwa zinaingia nyingi na nilikuwa naongea na baadhi ya watu wengine. Kuna kusitizeni kwa wale ambao mnaonipigieni, muwe na subira. Ukiona simu haijapokelewa, basi baadaye piga, kwa sababu wenda mwenzio tunazungumza naye kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Basi yule mtu amenipigia simu, analia, anasema, Sheikh, maamuzi nilokuwa nachukua leo ilikuwa ni kuondosha uhai wa mtoto wangu, na mimi pia kuondosha uhai wangu. Baada ya hapo itakavyokuwa na iwe. Nikaanza kumsihi, ananiambia, Sheikh, kilichonipa faraja ni hizi darasa zako unazozitoa. Nikapata moyo, kumbe Allah anasaidia watu katika njia tofauti tofauti, watu waliokusha kukata tamaa, watu walioharibikiwa pakubwa, watu waliotengwa, jamii haitaki kuwatazama tena wala kuwaweka karibu. Siku yao inakuwa ni ngumu, jana yao inakuwa ni afadhali. Mwaka wao huu walionao ni bora ya mwaka uliokusha kupita, kwa dhiki na tabu wanazozipitia. Walimwengu wanawatazama vibaya, na bado hasadi zinakuwa nyingi, wanawaita majina mabaya, kiasi ambacho kula yake ni uji, na haoni mbele kama kuna fursa siku moja ya kupata hata punje ya wali. Wewe unakula wali leo na nyama, unakula mkate, unakula vizuri, unamwaga chakula. Sifanye israfu, kwa sababu kuna watu katika ardhi hii ya Allah wanapitia dhiki kubwa, kiasi ambacho wanaona hata huyu mtoto niliyempata nampa dhiki, nampa tabu, ni bora kujiua, nafsi yangu itoke na ya mtoto mwingine, na mtoto wangu itoke, itakavyokuwa iwe hivyo hivyo. Nikamwambia huko nakokwenda ni kugumu zaidi. Kuiua nafsi moja ni sawa na umeua nafsi zote duniani, lakini kujidhulumu wewe mwenyewe ni mtu ambaye tayari unakufa kafiri. La taqnatu min rahmatillah, wa umetoka na umekata tamaa katika rehema za Allah tabaraka wa taala. Kwa hizi klipu na hizi visa tunavyovitoa ni visa ambavyo vitakufaini sana kwa watu ambao mnajua yale ambao mnayoyapitia, na yule ambaye hajayapitia magumu tunaeleza, huenda anaweza asijue umuhimu wake, lakini inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kama una maisha mfano wa yale tunayoyazungumza, au unahisi upo unaelekea katika maisha hayo, au mambo yako
yako hayaendi, biashara zako hazendi, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, tengeneza mvuto wako, tengeneza nyota yako kwa dawa hizi ambazo tulizonazo, ambazo zinafika kokote ambako Allah tabaraka wa taala ametuwezesha kuzifikisha. Cha kwanza, kuna dawa hii ya kunywa, ni mujarrabu muaddabu sana. Ni dawa ambayo utakapokunywa inafanya kazi kwa matatizo ya kina mama, matatizo hasa yale yanayohusu masala mazima ya tumbo, uzazi, lakini pia kuota ndoto mbaya za kushiriki tendo la jimai kwa watu unaoheshimiana nao au kwa watu wa kawaida, inakwenda kuondosha uchawi unaitwa shuudha au shabadha, kwa sababu sheitani ana kawaida ya kutashakari na kukaa katika baadhi ya maeneo katika mwili wa mwanadamu. Yaqulu habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami fil lahmi, hakika sheitani anatashakari na kuzunguka katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa yake ya damu. Hii dawa ni mujarrabu, ni muaddabu sana. Lakini pia unapata dawa ya pili, hii ni dawa ya kupaka. Uchawi upo wa kharijia, unatengenezwa uchawi unakuwa unakuvaa pale unapotumia dawa, unaondoka unakaa pembeni. Dawa zinapokuwa zimeishiwa nguvu, basi unarudi, ndio unazokajikuta mtu akamaliza dawa zote anazopewa, lakini mwisho wa siku mpaka akisikia dawa hii anapewa, harufu yake anakuwa anajua hii dawa nilipewa mahala fulani, kwa sababu ule uchawi unakuwa unacheza kwa kuingia na kutoka. Dawa hii ni mujarrabu, ni muaddabu sana. Lakini kuna dawa hii kwa ajili ya kuleta mvuto. Hii ni dawa ya kufukiza, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala itakufanyia mazuri na makubwa, na Mwenyezi Mungu atakujalia ya kheri. Leo nakuleteni kisa ambacho kisa hiki nimekwenda kwa kujionea mimi mwenyewe kwa vitendo. Kuna mtu mmoja yupo katika ardhi ya Qatar. Binti huyu ni binti ambaye sasa anakwenda mwaka wa pili katika ardhi ya Qatar kwenda kufanya kazi za ndani kwa ajili ya kutafuta maisha, kujinusuru katika dhiki alionayo yeye pamoja na wazazi wake. Ameona klipu zetu, binti yule akapiga simu, alhamdulillah, kwa dhiki tabu sana, kwa dhiki kubwa. Ina maana alikuwa akipiga na tukosa, akipiga na hisi namba yenyewe haipokelewi, kumbe ule ubize wa namna ambavyo simu zinakuwa nyingi. Bahati nzuri hakuwa ni miongoni mwa watu wenye kukata tamaa, alikuwa ni miongoni mwa watu wale ambao inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Akawa ni mmoja katika watu wenye kusubiri. Lakini pia akajua kwamba fasbir sabran jamir, hakika subira iliyokuwa ya kheri. Innahum yarawnahum ba'ida wa narahu qarib. Kuna baadhi ya mambo unaweza kaona yako mbali, unatapatapa kuyafikia, lakini kwa Allah tabaraka wa taala ya yukaribu mambo hayo. Basi na wewe insha Allah, nusura, furaha, kurejesha tabasamu lilokusha kupotea, mambo hayo yako karibu, na hakuna kitakachokupa ukaribu huo na furaha hiyo ambao umehangaika isipokuwa kwa dua tutakazoshirikiana kuzisopa pamoja, isipokuwa ni namba hizo za simu zinazopita hapo, ambayo ni hiyo alama kujumlisha 255654917771, ikiwa ni namba yetu ya kwanza. Lakini kuna namba nyingine hapo ambayo hiyo ni ya Vodacom, mwisho inaishia 54. Na wale ambao mnautazama katika channel zetu za TikTok, channel zetu za TikTok, ukiangalia pale juu kwenye bio pale utaona kuna namba hizi ambazo nazozitaja. Basi inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala unaweza ukaenda pale ukachukua namba na ukatupigia, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala ukafika ofisini na khairi ikawa imepatikana. Subira ndio jambo kubwa mno. Ndugu zangu Waislamu, huyu binti amenipigia simu akiwa Qatar. Ananiambia, shekhe wangu, sina maradhi kwa sasa, lakini nimeharibikiwa. Lakini nilishawahi kukupigia miaka kadhaa nyuma kama mmoja hivi, na ukanifanyia dua kama sio miwili au mitatu iliyopita. Ukanifanyia dua, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala mambo yangu yakenda kidogo, nikapata mwangaza, na ikawa ni sababu ya mimi kufika katika ardhi ya Qatar. Nikamwambia nikumbushe nilifanya dua gani? Akaniambia tulifanya dua ile, nilitoa gharama yangu, tukafanya dua ile alam nashraha. Kuna dua inaitwa duau alam nashraha, ni dua ambazo mnasoma alam nashraha mala idadi ya wizani wa huyu mtu mwenye matatizo. Wizani, idadi inakujaje? Unachukua jina la mtu na la mama yake, herufi za Kiarabu
zina namba, yani kila herufi moja ile alif b t th mpaka jim mpaka ye huko zina namba zake. Kwa unatoa katika herufi hizi za kawaida, tarakimu za kawaida, unapeleka katika herufi za Kiarabu, alafu unatoa katika herufi za Kiarabu unapeleka katika namba. Ukishapata jina lako herufi zake zote zinakuwa ni namba, na jina la mama yako zinakuwa ni namba. Unajumlisha, baada ya kujumlisha unagawanya kwa 12, unatafuta wizani usiogawanyika, wizani ambao hakuna matoleo mengine utakaweza kuyatoa katika hesabu hiyo. Baada ya hapo ile hesabu ndo zinasomwa zile alam nashraha, mala idadi ya ile tulokokotoa katika jina lako na la mama yako, alam nashraha zile zikishamalizika kusoma, kisha hapo kama unakuwa na sadaka ya mnyama unachinja, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Hakika Allah tabaraka wa taala anasema, hakika Muhammad tumekupa kauthar, fasalli li rabbika wanhar, basi swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Inna shani'aka huwal abtar, hakika ya adui yako ndo atakuwa mwenye maangamizi makubwa. Alafu baada ya hapo, baada ya kichinjo, nyama inakusudiwa kugaiwa nyama. Kuna watu anaweza kakaa hata miezi 2-3 nyama haijui radha yake. Ile damu ile umwagika katika ardhi ni jambo jingine, na ile nyama ile ambayo mtu anakwenda kula ni jambo jingine. Na sikwambieni mtu hii kafara inaofanyikaga kipindi cha Idil Adha, dunia nzima inamwaga damu. Hivi mnajua maana yake nini? Mnajua faida yake nini? Au nyinyi mnajua tu ni Idil Adha, mnachinja, mnafurahia? Kwa nini kila nyumba zikakokotezwa watu wanunue wala ukijimbuzi wachinje, familia ijichange wachinje, damu imwagike chini? Unajua sababu yake ni nini? Tutakuja kuelezea namna ambavyo damu ya vichinjo inavyomwagwa katika ardhi inapunguza vipi ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, lakini vipi inafunga aina za mizimu babani na umamani, lakini vipi inaweza kuathiri uchawi ambao uchawi huo athari yake, miongoni mwa athari ilitumika damu, imani ya mwanadamu, imani ya mtoto mchanga, vyovyote iwavyo, damu ina athari gani katika maisha ya mwanadamu. Baada ya kuchinja ndo tunakuja chini tunaanza kusoma alam nashraha. Mnaanza bismillahirrahmanirrahim, ya ilaha alawwalin walakhirin, nas'aluka biqawlika alladhi qulta lahu fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, alam nashrah laka sadraka an تشرح لي صدري وبالاسم الذي شرحت به صدر النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام يا سلام يا مؤمن يا الله يا الله يا الله. Unakwenda mpaka pale Allah aliposema ونسألك بقولك الذي رفعت به السماوات والأرضين ورفعنا لك ذكرك يا رافع يا ذاكر اذكرنا بذكرك الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dua hii tulisoma, yule bana yule binti akawa amepata posti moja kwa moja, akaondoka na akenda katika ardhi ya Qatar, na sasa ameona faida yake. Na baada ya kuona klipu zetu kwa mara nyingine, furaha ikamjaa. Binti yule anapiga simu, anataka kutusafirisha kutoka katika ardhi ya Dar es Salaam na kwenda katika ardhi ya Kahama. Alhamdulillah, alitoa gharama tulizokuwa tunamuhitajia. Binti yule baada ya kutuma zile gharama hakutuambia chochote, lakini alichotuambia, shekhe, nataka muende mkamuone mama yangu ni mgonjwa sana, nendeni mkamuone shekhe. Basi gharama akazituma, tukaanza safari mimi na timu yangu, tukasafiri. Alhamdulillah, Allah akatufikisha salama mpaka kufika katika ardhi ya Kahama, sehemu moja panaitwa Majengo au Majengo Mapya. Baada ya kufika katika ardhi ya Kahama, tukenda tukapokelewa vizuri na bwana mmoja, alikuwa ni mzee kidogo hivi, umri umekwenda, umepea kidogo, akiwa na bashasha kubwa, akiwa na furaha, lakini furaha iliyochanganyika na huzuni kubwa ndani yake. Kuna muda mtu analazimisha furaha, lakini ile furaha haitoki ya kweli kwa sababu ya machungu kutokana na dhiki anayoipata katika nafsi yake.
akatufikisha nyumbani. Baada ya kutufikisha tukapunzika. Siku ya pili sasa tukapata fursa kumuona mgonjwa, kwa sababu mgonjwa alikuwa na chumba chake na sisi tulikuwa tuna vyumba vyetu kama vitatu, kwa sababu uwezo wa kutufikishia hoteli walikuwa hana yule mzee, hivyo akawa ametufikishia pale pale kama familia, japokuwa si jambo zuri sana kwenda kufanya kazi kwa mtu na ukafikia hapo hapo, kwa sababu hujui mazindiko ya nyumba hiyo imefanywa jambo gani. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, isikilize history hii, sikiliza mada hii, sikiliza ujumbe huu ninaokuletea, ushike kwa magego mawili. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantah. Mjumbe atakapokupeni mambo, hasa mtume wa Allah tabaraka wa taala, yashikeni kwa magego mawili, na yale atakayokatazeni yaacheni. Mimi nazungumza hapa kwa niaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili mpate kujihadhari, mpate kuwa na tahadhari katika maisha ya kilimwengu yanahusiana na siri, yanahusiana na majini, ili mpate kuokoka na kuishi salama. Ile rabbana atina fid dunya hasana, tuipate tuifurahikie hii dunia kwa sote, na tukiingia akhera rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, lakini pia na katika ufalme wa Allah, pepo ya Allah, tuingie pamoja kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tumeingia katika chumba cha yule binti, cha yule mwanamama. Tunamkuta, ndugu zangu Waislamu, ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, yanaogopesha, yanashtusha kumuona mwanadamu amebaki kama sanamu, mwili ulivyoisha. Kumuona mwanadamu ule weusi wa kawaida umepotea, amepiga weusi wa ajabu ambao unapelekea mpaka ung'avu fulani, kiasi ambacho ukimtazama hofu inakujaa kwa jinsi alivyo. Mzee yule anatuambia tuketi, na sisi tunakaa. Kisha yule mzee anamfunua yule mwanamama miguu yake. Yule mwanamama tunakuta kipisi cha mguu mmoja haupo. Yani yule mwanamama ana mguu mmoja, lakini mguu mmoja umeishia kwenye magoti. Kisha yule mzee akaanza kudondosha machozi, na yule mwanamama akaanza kudondosha machozi, machozi yanamtoka. Anasema, mashehe, huyu ndo mzee, huyu ndo mke wangu, na hii ndo naiona ndo hali yake. Sasa nikimtazama yule mwanamama, ni kweli yeye dhahiri shahiri anaumwa, lakini nikimtazama na yule mzee, anaona kama furaha yake anailazimisha, lakini si kana kwamba ana furaha ya kweli. Nikamuuliza, vipi na wewe, mbona furaha yako imekuwa imegubikwa na huzuni ndani yake? Mbona furaha yako ambayo naiona si ya ukweli, si ya hakikia, lakini mbona naona na wewe unaanza kudhoofu, unasema kwamba unataharisha, yani unahatarisha maisha yako kwa furaha isiyokuwa ya ukweli, kwa huzuni iliyokuweka ndani ya nafsi yako. Niambie kwanza, una shida gani ndo tuje kwa mgonjwa? Akaniambia, huzuni yangu shekhe, kwanza sina furaha. Hii furaha naitoa tu kwa ajili yenu, mnione kwamba nafurahi, kwa sababu mgeni lazima utampokea, lakini kwa dhiki nilionayo, machungu nilionayo, maumivu nilionayo juu ya kumuuguza mke wangu, na hii hali ilipofikia hapa yalipoanzia, shekhe wangu, najikuta na maisha magumu sana, na waza sana, na mbele sioni. Kuna muda unapata matatizo mpaka mbele huoni. Kama Nabii Allah Musa alayhi salamu amemkimbia Firauni, mbele anakutana na bahari kubwa, mbele haoni, nyuma Firauni anakuja na jeshi lake, watu wake wanamlaumu. Kuna muda watu wako wa karibu wanakulaumu, wanakuona kwamba wewe ndo chanzo cha matatizo, huoni chochote. Hapa sasa ikifika ndo Allah yu pamoja na wewe, haoni mbele. Hata Nabii Musa hakuona mbele, paka Allah tabaraka wa taala anaambia, ya Musa, ewe Musa, piga bahari kupitia fimbo yako. Bahari inapigwa, njia 12 zinagawanyika, watu mataifa 12 ya Banu Israeli yanavuka. Nikamwambia, mzee wangu, naomba unieleze, Allah yu pamoja na sisi, Mungu atatoa njia. Mungu atatoa njia kama alimpa Musa njia 12. Wewe ni mmoja kati ya umma wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alhabibu alladhi turja shafa'ata likulli hawlin min al-ahwalim muqtahimi. Rasulullah faqa nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wala kalami. Yule mtume ambaye Allah tabaraka wa taala anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sijakutuma wewe Muhammad isipokuwa ukawe ni rahma kwa viumbe wote. Basi kwa kuwa mtume ni rehema kwetu, Mungu atazifungua njia zaidi ya zile alizowafungulia Banu Israeli kupitia Musa alayhi salam. Nielezee baba. Mzee anashusha pumzi,
ala bidhikrillahi tatma'innul qurubi, ala bidhikrillahi tatma'innul qurubi. Kupitia utaji wa Allah tabaraka wa taala, waumini huwa wanapata utulivu wa moyo na imani kubwa. Ghafla yule bwana anashusha pumzi kidogo, uso unaondosha kwenye kusawajika kwake, furaha kidogo inakuja kwa kutumainia, ala, kumbe yupo almalikul qudusu salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar almutakabbiru subhanallahi amma yushrikun malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izul man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yupo huyo. Yule baba anapata amani, anaanza kunihadithi mambo yalivyokuwa. Anasema, mwanangu, wewe ni mwanangu. Unamwona mwanamama huyu aliyelala hapa? Huyu mwanamama alikuwa ni mtu ambaye anajiweza sana. Huyu mwanamama alikuwa anafanya kazi serikalini. Huyu mwanamama alikuwa anapata mshahara na marupurupu kibao unavyojua wewe. Huyu mwanamama huyu alikuwa na vijimiradi vingi. Huyu mwanamama unayemuona hapa si wa kuwa dhalili leo. Hata kama Mungu akimuondosha hapa, anaondoka dhalili. Kila neema aliyokuwa nayo imeondoka, imechukuliwa. Kivipi? Anasema tulibahatika kupata watoto watatu. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, mmoja alifariki akifikisha umri kadhaa akaondoka. Kisha Allah tabaraka wa taala akatujalia tukapata mtoto wa kiume ambaye alikuwa ni faraja kwetu. Lakini alipofika umri ambao wa yule binti tuliyepata mwanzo akafariki, naye akaanza kuumwa pia, na yeye akaondoka. Hivyo tulivyopata ujauzito wa tatu wa huyo mwanangu aliyekuagiza wewe ukatoka huko tokako Dar es Salaam mpaka Kahama, huyo ndio ilikuwa ni jicho. Tuliomba dua, tulisali, Mungu atutunzie, Mungu atuhifadhie. Mwanamama huyu alikuwa analia, anasema, ya Rabbi, umenipa mali mimi, usiniache kukosa mrithi, na wewe ndio bora ya Rabbi wa kuwapa watu wa kuwarithi. Ya Rabbi, nijalie kheri. Kumbe kuna muda Allah akikunyima kitu anakuwa na maana yake, na kuna muda Mungu akikupa kitu ana maana yake, akikupunguzia na maana yake, akikuzidishia na maana yake. Wakamuomba sana usiku na mchana, Allah akajalia wakajifungua mtoto salama wa kike. Akenda anakuwa, historia yake ya makuzi yake ni marefu, hatuwezi kuyasema, lakini kwa kifupi binti yule akabahatika kufika form 4 na hakuimaliza form 4 yenyewe, kwa sababu hapa mitihani ndilipo ilipoanzia. Anasema binti huyu akiwa enda shule, kumbe anakutana na kijana. Huyo kijana amemzidi umri takriban miaka 10. Ushawishi ukawa ni mkubwa kuliko ushawishi wa sisi wazazi wake kumwambia jitulize, kuwa na amani. Lakini mbaya tulikosea katika malezi, kwa sababu mtoto analelewa au samaki ya mkunje walau mbichi. Samaki mkunje akiwa mchanga, akiwa mbichi, akikauka ukimkunja utamkata, kwa sababu katoto kenyewe kalikuwa ni kamoja kangama. Hivyo tulimdekeza mtoto huyu. Kipi hakutaka mama yake ya kumpa? Kipi mtoto wetu hakupewa katika ardhi hii wakati bado mdogo? Tulimlea kama yai, ukilibeba vibaya likidondoka litapasuka, utalikosa tena. Tulimlea mtoto wetu, hakuwahi kupigwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nampenda, lakini ilikuwa kuna muda natamani kusimama kama baba, lakini kwa sababu mama mtu alikuwa amempata mtoto kwa tabu, kwa dhiki, basi alisimama badala yangu. Muda mwingine aliweza kunijibu vibaya pale nilivyokuwa namkanya mtoto, mpaka mtoto akahisi kwamba katika maisha tunayoishi kwamba mama ana sauti kubwa kuliko mimi baba. Na kweli ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu mimi kipato changu kilikuwa ni kidogo. Mimi kipato changu, mara nitafuga kuku, mara nitakwenda nitabeba mizigo, mara nitafungua genge nitauza, mara itakuwa kadha wa kadha. Nikirudi nyumbani muda mwingine sijapata chochote. Mama huyu mke wangu anaweza kasimama mbele ya mtoto wangu akaniambia, hujaleta chochote, mwanaume gani hauna wa maana. Kawaida ya watoto wa kike, kadiri wanavyopata fedha ndivyo ambavyo wanavyotaka uhuru zaidi, na kadiri anavyopata fedha ndivyo ambavyo anakuwa mbaya zaidi kwa mtoto wa kiume. Ni wachache sana
sana katika wengi ambao ule ustahimilivu na ujanajike wao unaendelea kuwa pale ambapo anapokuwa amepata riziki. Lakini kuna mwingine akipata hela anakuwa ni janajike, lakini ni janadume, yani anataka kuvaa ile vazi la kiume, joho la kiume awe nalo yeye. Mwanaume tosha kasoro kwenda heavy, kwa sababu anaweza kasimama mbele ya mtoto wa kiume, mtoto wa kiume anasema naye akapaza sauti yake. Ukiona mtoto wa kike huna adabu kwa mwanamume, basi wewe ni janajike, yani ni mwanamume vilivyochanganyikana vitu viwili. Nafikiri ushanielewa. Mtoto wa kike siraha yake kubwa ni ushui, adabu, kunyambaza kimya. Siraha yake ni kuzungumza kwa upole na utiifu kwa mume wake, na ajue arrijalu qawamuna ala nisa. Mwanamume hasa ndio kiongozi kwa mwanamke, hata kama utakuwa unapata mali, hata kama utakuwa riziki yako inakwenda vizuri. Na alhamdulillah nimesikia juzi hapa ndugu yangu Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, amezungumza vitu fakti ambavyo pia wanamume wanavipitia. Licha ya kuwa wanawake wanapitia mengi, lakini wanamume wanapitia mazito na makubwa. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, kiasi ambacho ule mtoto akawa amsikii sana baba yake, anamsikia mama yake. Na mama bana hana sauti. Unajua kuna ile mtoto anakosea, mama anasema ngoja baba yako aje, kila siku nakukataza usikii. Mtoto analiacha lile kosa, baba ikawa ni kimbilio au ni kitu ambacho ni kiziwizi cha mtoto kuyaendea mambo mabaya na kuharibika. Mtoto akawa asikii. Mtoto kadri alivyokuwa anakuwa, akienda akirudi nyumbani saa 2 saa 3, baba akinyanyua sauti kutaka kumsema mtoto naye alikuwa anatoa sauti, anamwambia baba na wewe nyamanza, mama mwenyewe anakushinda unataka kunivaa mimi. Na kweli mama mtu anamwambia mwache mtoto awe huru, anajisomea, sijui anafanyaje, anakwenda kwa marafiki zake. Wewe kwa rafiki yake ushakwenda, wewe anakwenda kujisomea. Yule binti siku moja imekwenda mwisho siku ghafla anakuja kupata ujauzito, na shule inaishia hapo. Mabarua wameitwa, kumbe ana muda mrefu huyo binti hajakanyaga shule. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, anasema niliishi katika dhiki kubwa. Binti anazalia nyumbani na mtoto tunaye mmoja. Allah akajalia mtoto huyo wa kwanza akazaliwa. Lakini kwa sababu mama yake alikuwa anatoa vijisenti, akaona ni la kawaida. Yule kijana aliweza kudiriki mpaka kuja nyumbani. Tulimziwia binti yetu kwa sababu mtu ukimtazama tu unajua huyu ana kheri, huyu hana. Japokuwa nyinyi mabinti mnaweza mkaona watu wana kheri na nyinyi, lakini wazazi wao wanaona kabisa kwamba huyu hapana, huyu hafai. Lakini mkataa pema pabaya pana mgoja. Utamkuta binti hawasikilizi wazazi wake mpaka maisha muharibikie ndo amerudi. Ogopa katika maisha yako, ningejua. Ogopa katika maisha yako, najuta. Ogopa katika maisha yako kwamba nitarekebisha. Hutorekebisha wala utofikia katika yale ambayo ulikwisha kuyapoteza hapo nyuma. Tengeneza misingi yako mizuri ya kuogopa najuta. Hiyo najuta ije bahati mbaya kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, yule binti akawa anachukua fedha, mwisho wa siku anampelekea yule mwanaume akatoka kwao mahohe hahe, kula kwenyewe kwao ni ya tabu. Binti ndo chuma ulete, akampelekea kijana fedha, anachukua kwa mama yake, anapeleka kwa kijana fedha. Mwisho wa siku ile binti akakaa na mama yake, mama nifungulie biashara. Yule mwanamama siku zake za kustafu zimekaribia. Kisa ni kirefu. Anasema nataka nikupe chanzo cha matatizo. Mke wangu alikuwa anaumwa kweli, lakini kukosa ule control, usimamizi wa baba kumepelekea mtoto wetu akaharibika sana. Kiasi ambacho kapata mtoto wa kwanza nyumbani, akapata mtoto wa pili nyumbani. Lakini pia vile vile mwanamama akawa anampa pesa mtoto wake bila mimi muda mwingine kujua. Yule mtoto anakwenda kuna anazitapanya, anarejea. Yule mwanamama ikafikia akastaafu. La kustaafu akapata kinua mgongo chake kizuri tu. Sasa unajua katika hizi familia zetu unaweza kujikuta wewe ndo tajiri. Kinua mgongo ukishakipata kila mmoja anapiga hodi, salamu alaykum fulani, mala mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi. Na yule mwanamama alhamdulillah alikuwa mtoaji, atatoa huyo atampa mtaji, atatoa huyo atampa hiki. Lakini mwanaume akimwambia basi naomba na mimi nisimame kama mtoto wa kiume, na mimi natamani kesho nimeleta kanyama, nimeleta kuku, nimehudumia hapa nyumbani, huyu mwanamke akawa mgumu sana. Na kisingizio chake akawa anawaambia unaonaje nikikupa alafu kaenda kuwapelekea wanawake wenzako, wanawake wenzio huko, au kawapeleka wanawake zako huko, wewe muhuni hujatulia. Anapewa maneno ya kashfa mbele ya mtoto. Yule mtoto akagundua kwamba kumbe fedha zimeingia. Akamwambia yule mwanamama, sasa mama nataka unifungulie na mimi duka la vipodozi, nianze kuuza, mambo yawe mazuri, napenda mambo ya urembo, nafanyaje? Mwanamama bila kuguna akachukua fremu, akajaza mzigo. Yule binti akawa anatoka asubuhi anakwenda, kumbuka na watoto wawili. Lakini pale dukani akawa ashindi peke yake, anakwenda anashinda na yule mwanaume.
Mauzo yakipatikana ujioni, ile haiangaliwi faida, haiangaliwi mtaji ni kiasi gani urejeshwe. Jamaa na komba zote anamwambia acha nikaweke benki. Mwanamke sama wa taa, anabeba anaondoka mwanaume, binti anarudi nyumbani, hata mchele apeleki nyumbani. Mama akisema mwanamama anaweza kafokewa kwa sababu ndo pandikiza alolipanda. Sasa acha ale mavuno yake, yale aliyokuwa anamsukumia mmewe sasa yanamrejea kupitia mtoto. Mtoto akawa asikii, mama na wewe ni kitu gani? Basi kama vipi kachukue duka lako, kama vipi utakurudishia mtaji wako. Imekuwa sasa ni masimango, dhiki, tabu zikawa zinakwenda. Ndugu zangu Waislamu, ule jamaa akampachika mtoto watatu, wametimia watoto watatu, na hao watoto wote wanaishi kwa mama, wanaishi kwa bibi yao mzaa mama, kwa dhiki na tabu ya yule mwanaume. Yule mwanaume anajilimbikizia tu, mwanaume anajitengenezea maisha tu, mwanaume riziki inakwenda kwao, mambo yanafunguka. Yule kijana baada ya kuhodhi lile duka, yule kijana sasa akawa na fedha, akaanza kufungua miladi yake, akawa anafanya. Huyu mwanamke tena akawa takataka, hashikiki, hauni chochote cha maana kinachotoka kwa huyu mwanamke. Mwanamke duka limekufa, karudi nyumbani kukaa, na mwanaume sasa akaanza kutembea na mabinti wengine wazuri kuliko yule ambaye amemnufaisha na kumzalisha watoto watatu. Wakagombana sana kiasi ambacho mwanamke mpaka lakini dhiki ikawa inamuingia mtoto wa kike. Kila kilala usiku usingizi haupatikani, anahisi tu kama kuna kitu kinamwambia bana msamehe huyo, hatorudia tena, anakupenda sana. Lakini binti akilala anahisi kana kwamba anashiriki tendo la ndoa na yule mwanaume. Huyu binti nafikia mahala akikaa hivi mawazo yanakuwa mengi, mwisho wa siku yeye ndo anarudi anaomba msamaha na kupiga magoti, anajidhalilisha, analia ovyo. Yule jamaa hauni thamani yake. Yule jamaa amekwenda mwisho wa siku ile mali yake yote ikakata. Unajua starehe wanasema zina huwa inamfanya mtu anakuwa fakiri. Zina yurithul faqara, hakika zina inarithisha ufakiri kwa yule bwana, kwa sababu alikuwa anahudumia wanawake wengi. Ile biashara yote ikafa. Baada ya kufa biashara ile, huku kwa huyu binti, huku kwao maisha ni magumu sana. Jamaa kwa sababu binti kila kikaa moyo unalipuka, dhiki anapata kubwa. Jamaa alivyompigia simu aliona tafiki nyota ya jaha, tafiki Jibrilu kashuka. Binti akawa mwenda wazimu, umenisamehe. Yani yeye ndo kasamehewa na wakati yeye ndo kakosewa. Binti anaondoka na kwenda kwa yule jamaa, lakini jamaa anamwambia sasa tumefeli wote, mwambie mama atupe mtaji mwingine twende China. Kweli yule binti akazungumza na mama yake. Baada ya kuzungumza na mama yake akatoa akiba yake yote, tena kwa kulazimishwa na huyu mwanamama. Pressure vijisukali hapo vinakwenda, dhiki tabu hapo zimemuijia. Yule mwanadada akaondoka na zile fedha. Baada ya kuondoka akahama nyumbani, akawachukua na watoto wake, wakapanga nyumba. Jamaa akachukua mzigo ule akaruka zake. Badala ya kwenda zake Kenya, kaingia Uganda, kaingia katafuta nani nguo pale, kaja akafungua kijiduka chake cha nguo za kiume, akaanza kuuza. Anauza, lakini riziki ikawa haiendi. Riziki ikawa ni atabu. Lakini pia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yule binti yupo na ana kisimati chake, akienda yeye kukaa pale dukani, biashara inakwenda. Leo kanunua hiki, leo kanunua hiki, mambo yamekuwa mazuri. Wakarudi kwenye hali yao ya kawaida, kiasi ambacho huyu binti akiondoka kama hivyo ni miezi 6 mitatu, harudi nyumbani wala akanyagi nyumbani, anakwenda anatokomea. Anasema kwamba nikenda, binti yule akawa anakwenda huko haonekani, lakini pindi tutakapomuona anarudi hali ya kuwa ameishiwa. Anarudi kipindi ambacho hakuna mbele hakuna nyuma. Anarudi kipindi ambacho fedha zote alizochukua kwa mama yake zimekwisha. Na hii jamani, tazameni, kuna mabinti mnatumika bila nyinyi kujijua. Kuna nguvu ya ziada mtu anakuvisha. Unaweza kuwa wewe ni mfanyakazi, unafanya kazi zako vizuri, na mwanaume anafanya kazi, lakini mshahara wako ndo atakuwa na utaka, na wewe ndo utakuwa hauna amri na mshahara wako. Kazi yako unaifanya wewe ni ya kupeleka kwa mwanaume, hata kujinunulia nguo hauwezi. Au mwanamume anaweza kawa
ana kazi yake nzuri, lakini hanufaiki wala hawanufaishi wazazi wake kutokana na kile anachokipata kwa sababu ya nguvu uliopewa katika mwili wako, unaishi kwa kumtumikia mtu mwingine. Na hii ipo katika vile vipengele vinavyoitwa ghul au chuma ulete. Asala si ajabu kwamba unaishi kwa mtu, anaishi na wewe kwa maslahi. Na ndio maana anasema kuna hizi dawa ambazo ni mujarabu sana. Hii inasaidia sana sihiri kuiondosha. Kama ni pigo linalokuwa na kuingia na kutoka, unamuwaza mtu kiasi ambacho huwezi kuachana naye, tumia hii dawa kama anakutumikisha katika maisha ya dhiki. Mwenyezi Mungu atakujalia taufiki na faraja. Lakini pia vile vile kama umelisha vya kulishwa vya ajabu, tumia dawa hii inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu atakupa kheri. Kama vipo katika mwili wako vitatoka kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Juzi tu kuna dada alikuwa hapati ada yake zaidi ya miaka 2, kaitumia hii dawa, akaanza kwenda ada yake mfululizo. Mwisho wa siku akaja akatoa uzi mrefu sana, na kama atakuwa kweli na ujasiri, si ajabu katika komenti zetu na akaliweka hilo jambo. Lakini pia vile vile dawa hii ni ya kuleta mvuto kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, yule binti akaenda akawa anafanya biashara, lakini pia na biashara ile ikaja ikafa. Binti akabeba watoto wake akarudi nyumbani, lakini bwana huyu sasa akawa ameachana naye. Lakini yule bwana katika kuhangaika akawa anakwenda kwa wataalamu jinsi gani ya kumtengeneza huyu binti. Lakini huyu baba anayetupa historia hii akasema kitu kilichotuuma zaidi ni hapana, malizia shekhe, ili tujue unatusaidia vipi kuhusu mgonjwa. Nikamwambia lete habari. Akasema kwamba lilotuuma zaidi, ndani hatuna pesa, maisha imekuwa magumu. Unaona ile eneo tunalokaa? Kaambia naam, ile eneo tumenusurika kwa nusura ya Allah, lakini ile eneo ilionekana tumetengeneza katika eneo ambalo si la kiraia, ni eneo la serikali, na wenye kitengo chao kulikuwa kuna jambo walikuwa wanataka kulifanya. Kwa nyumba zote hizi zilikuwa zinaweza zikabomolewa na tusipewe fidia ya namna yoyote. Ile eneo lote lilikuwa linavunjwa, eneo lote unaloliona. Sasa tulikuwa tuna nyumba nyingine, kwa sababu mwanamama hakuishi hivyo tu, alikuwa na nyumba katikati ya mji, lakini nyumba ile ilikuwa haijaisha. Hii ndio ilikuwa imeisha kwa sababu tumeanza nayo maisha. Lakini ile nyumba kwa sababu alikuwa na eneo kubwa, bahati nzuri amelizungushia fensi kubwa, lakini jumba lenyewe lilikuwa ni la kifahari, lilikuwa linajengwa jumba. Kama sio mtoto wetu kutapanya fedha, nafikiri ile jumba lingekuwa limekamilika na sasa hivi tungekuwa tuna maisha mazuri, au tunakaa katika jumba zuri, kwa sababu nje ilikuwa lina frame. Ikaonekana kwamba sasa hapa mradi huu unapita, hii nyumba tutakosa pa kukaa, tufanyeje? Cha kufanya ile nyumba kubwa tuiuze, kwa sababu ipo katikati ya mji. Baada ya kuiuza ile fedha tuchukue tukanunue eneo mahala, kabla serikali haijapitia eneo hili. Baada ya kuwa tumenunua lile eneo, hiyo sehemu tutakao kuwa tumepata, tujenge haraka, alafu ile pesa nyingine itakayobaki tuweze kununua au tuweze kufungua biashara, maisha yetu yaende, kwa sababu tulikuwa tuna maisha magumu. Ndugu zangu, na hapa navunja na napunguza baadhi ya vitu, lakini dhiki ilikuwa ni kubwa sana. Anasema yule binti baada ya kujua hivyo, kama unavyojua mama mtu alikuwa hana upepo wa kuweza kumkataa au kukataa kile anachoambiwa na mama yake. Nguvu kubwa ilikuwa inatoka kwa yule mtoto na mama mtu lazima atafanya. Mwisho wa siku, baada ya fedha kuwa ile nyumba, yule binti akatafuta wateja, akamfaprishi mama yake, mimi sijui, nyumba ikauzwa kwa sababu nilikuwa natengo, sababu ile nyumba sio ya kwangu. Na bahati nzuri ile eneo walikuwa wamemwandikisha yeye mwenyewe mtoto, kwa mtoto alikuwa na nguvu ya kufanya chochote, akaliuza. Na baada ya kuuza, yule binti akaja akachukua watoto wake na ile fedha, na yule mwanaume wakaondoka, wakaenda sehemu moja panaitwa Kasulu katika ardhi ya Kigoma. Ni sehemu ambayo ina biashara sana katika wilaya hiyo. Katika Kigoma wenyewe wanasema Kasulu ndio inalishiza Kigoma, kwa sababu ni sehemu yenye biashara kubwa sana. Wakenda huko, wamekaa wametutupa. Mwanamama huyu maradhi yake yakawa yanazidi, na mimi pressure, sukari, kwa sababu maisha yenyewe ni ya matabu, kula ikawa ni kwa dhiki. Tukawa tuna dhiki kubwa kiasi ambacho tukawa tuna uvumilivu, tutafanyaje? Mtoto tena ameshafanya ya kuyafanya. Ndugu zangu Waislamu, wanasema siku ambapo maradhi yalimuijia huyu mwanamama ni siku baada ya miaka kadhaa au baada ya miezi kadhaa. Tunashangaa mlango unagongwa tukiwa tuna maisha magumu, alafu anaingia mtoto wetu na watoto wake, hana chochote, fedha zote kaenda kazitupa, na amerudi miskina na yatima kama tulivyo. Afadhali ya sisi tuliobaki kuliko yeye aliyebeba hizo fedha na kwenda huko.
Baada ya hapo yule mwanamama alinyanyuka, ambaye ndo huyu mke wangu, akanyanyuka akaenda kumvaa binti ule, akamtikisa, anamwambia umerudi kufanya nini? Sikutegemea kumwona mtoto wangu anamsukuma mama yake, anamwambia ulitaka niende wapi? Anaonekana mtoto wetu amekuja na ghadhabu na hasira ya huko ambako alipokuwa ametoka. Anasema ulitaka niende wapi? Ulitaka nikatokome wapi? Nimekuja hapa, ni nyumbani kwangu, kama mnataka nifukuzeni. Binti anawapitisha watoto wake ndani, kachanganyikiwa, anawapeleka watoto wake mpaka ndani, anaweka mizigo yake. Baada ya hapo, ndugu zangu Waislamu, kinachofuata ni huyu binti anaingia ndani, maisha magumu, mwanamama anadondoka, anapoteza fahamu. Katika kumpepea pepea anakuja kuzinduka tayari amepigwa stroke upande mmoja. Hiyo stroke imetusumbua, imetuangaisha, imetupeleka mbio mpaka hivi leo tunamuona huyu binti amepigwa stroke, ni kwa sababu ya mtoto wetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa yale niliyosikia pale, nikamwambia mpigieni simu huyo mtoto, mpigieni simu tusikie yapi aliyojiri, yapi alikuwa. Yule mzee akachukua simu. Afu bahati mbaya ndo huyo alotupeleka tukamhudumie mama yake, kutoka kuwa katika maisha mazuri mpaka kwenda kufanya kazi za ndani Qatar, si jambo dogo. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, pale simu ikapigwa. Baada ya kupiga, yule binti namwambia, haya niliyosikia kwa baba yako yanamtoa machozi mama yako na yanamtoa machozi baba yako, ni ya kweli? Yule binti anasema hawajakuficha hata moja, isipokuwa kuna mengine hawayajui, dhiki niliyopitia mimi mtoto wao. Shekhe, hayo waliyosema wazazi wangu ni kweli. Nikamwambia, kitu gani ambacho ulichokuwa unakiona cha huyo bwana cha tofauti, ambacho kilikuwa kinakupeleka mbio mpaka sauti za wazazi wako ukawa usikii? Yule binti ndo akaanza kunisimulia, shekhe, ilikuwa hivi. Ilikuwaje? Nguvu gani ya kichawi iliyotumika huyu binti kumcontrol mpaka kufanya mambo ambayo yalikuwa hayastahiki juu ya mama yake? Wewe je, kuna nguvu gani inayotumika kukukontrol katika dhiki, katika tabu, unajikuta unaingia kwenye dhiki na wakati ulikuwa na maisha yako mazuri? Je, rafiki anaweza kukukontrol vipi? Je, bosi wako anaweza kukukontrol vipi? Unaweza kuona bosi wako amejua wewe una kipawa, una nyota, una nguvu ya kufanya jambo likawa, lakini anachokiona kwamba akikuruhusu ukaendelea na maisha yako, yeye biashara yake itaharibika. Na kwa sababu ushajua vyanzo vyote vya biashara yake, anapotoa mzigo, namna ya kuuza, utakwenda kufungua duka, lakini wewe ndio unakaa dukani, una wateja, unawajua wateja wengi, utakwenda kufanya maisha yako, utamwachaniza. Yule tajiri anaenda kukufunga, alafu anabaki anakutumia. Atakupa mshahara unaostahiki wewe kupata, lakini ule mshahara hutofanya jambo lolote. Emu njoni tujifungue kwa dua kubwa tunazozifanya, lakini tujifungue kwa dawa ambazo tunazozielezea. Hii ni dawa ya oil ya kupaka, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala itakutoa katika dhiki na tabu ulionayo. Lakini hii ni dawa ya kunywa, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala popote tunaiagiza. Lakini kuna dawa ya kurejesha nuru na mvuto na nyota. Je, huyu binti alikumbana na kitu gani? Uchawi gani aliyofanyiwa? Na kwa nini alikuwa akipeleka fedha? Kwa sababu hapa tumesikiliza upande mmoja wa baba, katuelezea anayoyajua yeye. Huyu binti ndo tunakwenda jikoni kabisa kujua uchawi aliokuwa anafanyiwa. Usikose sehemu ya pili ya darasa hii. Jitambue kabla hujataka kutambulishwa. Njoo kwa Khalifa Sheikh Saleh Makarama na Mwenyezi Mungu atakufungulia ya kwako. Mwenyezi Mungu atakupa badala duniani na kesho kiyama. Wa aqul lakum salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehemu ya pili inakuja.